ya jambo moja kubwa. Ningeweza kusema kwamba jambo hili kubwa ni tukio maalum ambalo nataka ulimwengu upate kuelewa. Watanzania wapate kufahamu kwamba mbele yetu kuna tukio kubwa sana ambalo halijawahi kutokea katika dunia. Huo ni ujio wa Yesu Kristo. Ndugu zangu waandishi wa habari, Yesu anakuja. Tena Yesu anakuja kwa uhakika. Kwa uhakika. Na ndio maana nimeona niweze kuongea na ninyi waandishi wa habari ili Watanzania, wanadamu wenzangu, wapate kuelewa kwamba Yesu anakuja. Unajua, inawezekana watu hawalifahamu tukio hili kubwa linaoujia ulimwengu. Inawezekana watu aidha wamepuuzia wakifikiri kwamba ni hadithi, lakini niwatangazie kwa uhakika, Yesu anakuja. Yesu anakuja. Kwa sababu yale yote Biblia, yale yote ambayo neno la Mungu, Biblia hii takatifu imetabiri, yote yametimia. Yote yametimia. Tunachongoja kuja kwa Yesu mara ya pili. Unajua wapendwa, labda niwaambie kwamba kwa nini Yesu anakuja. Kwa nini Yesu anakuja? Kwa nini Yesu anakuja? Yesu anakuja kwa sababu huu ulimwengu umeharibika. Mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu, kwa sura yake, amepoteza mwelekeo. Yale makusudi makubwa ambayo Mungu aliwekeza kwa mwanadamu yamepotea. Kama ni akili, basi mwanadamu anatumia akili ndogo sana, lakini sehemu kubwa ya maisha yake ni ubaya na uovu. Na Mungu huyu anahuzunika jinsi alivyomuumba mwanadamu kwa sura yake, amepoteza mwelekeo. Kwa sababu gani? Mwanadamu alipoanguka katika dhambi, kwa ushawishi wa Shetani amekusudia kumpoteza mwanadamu kwa kumletea mabaya. Ndio maana tangu ulimwengu ulipoanza, kumbukeni, Kaini aliua ndugu yake, na ulimwengu umeendelea hivyo hivyo. Vita, ugomvi, fujo, ni kwa sababu Shetani anataka kumpoteza mwanadamu asiurithi uzima wa milele. Sasa wapendwa, nataka niwaambie kwamba, ndugu waandishi wa habari, nataka niwaambie hilo ndio kusudi la Shetani, kumpoteza mwanadamu asiwe na mwelekeo. Mungu wetu ametuwekea mambo yaliyo mazuri. Yesu huyo anakuja, moja ni kwa sababu anakuja kuzivunja kazi
zote za Ibilisi. Yesu anakuja kumwokoa mwanadamu, amrithishe uzima wa milele. Uzima wa milele. Na uzima wa milele ni kitu halisi. Uzima wa milele ni kitu halisi. Kumbe ndugu zangu waandishi wa habari, si kwamba uzima wa milele ni nadharia au kitu substract, imagination. Ni halisi, ni kitu halisi, kwa sababu Mungu anataka kumrejeshea mwanadamu heshima yake. Heshima yake. Ndio maana Yesu anakuja kurejesha heshima ya mwanadamu iliyopotea katika ile bustani ya Eden. Iliyopotea katika ile bustani ya Eden. Sasa Yesu anakuja kuirejesha heshima hiyo. Sasa mpendwa, nataka niwaambie Watanzania wenzangu, na mtu yote anayetusikia mahali popote pale atakuwe hivyo. Ni upendo mkubwa wa Mungu wa ajabu kurejesha heshima ya wanadamu. Kama vile ukisoma kitabu cha Ayubu, Ayubu alikuwa na heshima yake. Shetani aliingilia kati vile vyote alivyomletea Ayubu, kama ni magonjwa, kama ni vita, kama ni uporaji, kama ni kuangamizana, ilikuwa ni kusudi kwamba huyu Ayubu amkufuru Mungu. Na ndivyo ulimwengu huu unavyopita leo. Dunia inapita inapita dunia hii katika shida na matatizo na vita na ugomvi wa kila namna, ili mwanadamu apoteze mwelekeo. Lakini yuko Yesu, kupitia injili yake, kupitia neno lake, anataka kuwaokoa wanadamu. Anataka kuwaokoa wanadamu. Ni jambo jema na jambo la kumshukuru Mungu sana. Na Mungu anakwenda kufanya mbingu mpya na nchi mpya. Ukisoma katika kitabu kile cha Ufunuo 21, uanzie mstari wa kwanza hadi mpaka wa 5, anazungumza pale kwamba Mungu anakwenda kufanya mbingu mpya na nchi mpya, ambaye mwanadamu aliyekombolewa kupitia Yesu Kristo aweze kuishi pale. Na katika hiyo mbingu mpya na nchi mpya hakutakuwa na kifo, hakutakuwa na magonjwa, hakuna vita, hakuna kila ghasia unazoziona. Wanadamu halisi. Sio kwamba wanadamu kama mzuka, hapana, wanadamu halisi, kwa sababu Biblia inazungumza katika kitabu cha Wathesalonike. Ukisoma katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza pale 4, anazungumza pale kwamba anasema parapanda telia waliokufa katika Kristo watafufuliwa, wapewe uzima wa milele. Na kama atatukuta tungali hai, kwa sababu sisi kizazi hiki kizazi ndicho kitakachokuja kumwona Yesu. Hiki kizazi kitamuona Yesu. Kumbe wengine hawatakufa, wataungana na waliofufuliwa kumlaki Yesu angani. Baada ya miaka 1000 mbinguni, Mungu anakuja kumkabidhi mwanadamu dunia iliyotengenezwa upya, ili yale makusudi yake Mungu wetu mwema aliyowekeza ndani ya mwanadamu aweze kuendeleza, lakini katika hali ya utukufu wa hali ya juu sana. Hilo ndio kusudi la Mungu. Na shetani atakuwa ameangamizwa hata kuwapo milele. Maisha ya mwanadamu
ataishi mabilioni na mabilioni ya miaka pasipo kifo. Yale yote Mungu anataka kwamba, kwa sababu mwanadamu aliumbwa kwa mfano wake, kwa sura yake. Sasa Mungu anataka mwanadamu aendeleze dunia hii na masayari mengine. Huo ndio mpango wa Mungu. Naomba waandishi wa habari mfahamu hilo jamani. Mlifahamu hilo. Mungu ana makusudi mazuri kwa ajili yetu sisi wanadamu. Na ndio maana tuwatie moyo tusome Biblia. Tutaelewa mpango wa Mungu kwa ajili yetu. Sasa kwa sababu Yesu wetu anakuja na amekusudia kutuandalia, sio kwamba amekusudia, tayari ametuandalia mambo mazuri ambayo Biblia inasema hakuna jicho lililoweza kuona uzuri wa Mungu aliyotuandalia. Sasa sisi katika kipindi hiki, katika maisha haya tuliopewa katika dunia hii, tunaitumiaje? Kuna mapambano saizi, kuna mapambano. Shetani ambaye ni malaika mkamili, ni kiumbe halisi, yuko na malaika wake waovu. Hayo ndio mapepo, majini, yapo kwa ajili ya kuvuta wanadamu wasiwe upande wa Yesu, ili wapotee nao milele. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, naomba mlielewe hili kwamba dunia hii tunaishi kwa mapambano. Shetani anataka kukupoteza, Mungu anataka kukuokoa, akupe uzima milele. Sasa ni juu yako sasa wewe kuchagua. Mungu wetu ametupa nafasi. Tena hiyo nafasi ni wewe kujitoa tu. Yaani ni wewe peke yako kujitoa. Basi Mungu ndiye anachotaka, nia yako. Anaitafuta kwa sisi wa Tanzania. Anaitafuta kwa sisi wanadamu tulio katika sayari hii. Tuchague. Ndio maana katika kitabu cha Yohana 3:16 anasema Mungu aliupenda ulimwengu. Ndio maana akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima milele. Tukimchagua Yesu, tutaokolewa, hatutapotea, na tutamlaki akija katika mawingu. Tutamlaki kwa sababu nimewaletea maneno ya kuhakikishia kwamba Yesu anakuja. Hatujui sana, lakini yale yote ambayo yamezungumzwa katika Biblia, wale wasomaji wa Biblia, yametimia. Tunachongoja ni hodi Yesu aje katika dunia hii. Sasa ndio maana sisi tujiandae. Na kujiandaa, number 1 ni kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ile ukimpokea Yesu, salimisha maisha yake kwake. Mpokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini ili tuonyeshe na dhamiri sasa hiyo, ili tuonyeshe kwamba tunathamini wokovu huu ambao Yesu ameutoa bure, basi tukubali kuzitii amri zake. Ndio maana katika kitabu cha Yohana 14:15, ndugu waandishi, anasema ukinipenda, Yesu anasema ukinipenda utazishika amri zangu. Na amri zinazozungumzwa hizo peke yake ambazo Mungu aliziandika kwa kidole chake juu ya mbao mbili za mawe. Amri 10. Sasa katika amri hizi 10 ujue hakuna mahali ambapo shetani anapavizia, ni kwenye hizi amri. Kumbe niwatie moyo wa Tanzania wenzangu kwamba Yesu anakuja. Tumpokee yeye na kukubali kuzitii amri zake.
Lakini pia unajua katika amri zile, amri moja ambazo Yesu anasema katika kitabu ukisoma katika kitabu kile cha Kutoka 20 mstari wa 8 hadi 11, Mungu katika amri zake anasema ikumbuke siku ya Sabato itakase. Siku sitafanya kazi utende mambo yako yote. Lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Unajua mpendwa, nataka nikwambie kitu kimoja. Usomaji wa Biblia ni wa pekee. Na kama una shida ya kujua Sabato, basi wewe ulize maswali. Lakini Sabato ya siku ya saba ya juma ni Jumamosi. Wachungaji, wainjilisti wenzangu, maaskofu, tunakubaliana hivi. Wala bila mashaka. Siku ya saba ya juma ni Jumamosi. Sasa hiyo ndiyo inayomtambulisha Mungu kwamba ndiye mmiliki aliyeumba mbingu na nchi na vitu vyote. Ndiyo aliyetuumba sisi wanadamu. Tunapaswa kuitunza. Hakuna jinsi. Na siku hiyo ndiyo inayotenganisha. Hii Sabato usione kama ni kitu kidogo, lakini nataka nikwambie ndiyo pambano kubwa limekalia mahali hapo, kwamba hakuna Mungu. Sasa Sabato peke yake ndiyo inayotambulisha Mungu ndiye muumba wa mbingu na nchi. Na sisi tulioumbwa kwa mfano wake, kwa sura yake, sharti tuitunze. Hakuna udhuru, hakuna cha kusema mimi ni askofu, mimi ni padri au mimi ni mchungaji. Hapana. Lazima tuitunze, kwa sababu ndio mahala ambapo inamtambulisha Mungu muumbaji. Kumbe ndugu zangu waandishi wa habari, nataka niseme kwamba Yesu anakuja. Huu ndio ujumbe pekee ambao nauleta kwenu. Kwa neema ya Yesu Kristo, naomba Watanzania naomba kwa jina la Yesu, Watanzania tukubali na tuelekeze sasa mawazo yetu tukijiandaa kila mmoja binafsi kumpokea huyu Yesu Mwokozi wetu na Bwana wetu. Na kwa namna hiyo Yesu atakapokuja, mamilioni ya Watanzania wataokolewa. Na wakati mwingine unajua watu wamechukulia mambo kirahisi. Hakuna tofauti na kipindi cha Nuhu. Hakuna tofauti na kipindi cha Sodoma na Gomora. Hakuna tofauti. Watu walichukulia mambo kwa urahisi, lakini ikatokea gharika, moto ukashuka katika kipindi cha Sodoma. Ndivyo ilivyo. Biblia haikosei, iko sahihi 100%. Ni kwa sababu Mungu anatupenda. Kabla Yesu kuja, ujumbe wa kweli wa Injili ambao utagusa imani zetu. Tulizoea kuheshimu Jumapili, lakini sasa neno la Mungu linakuelekeza moja kwa moja ukubali kuitunza Sabato ya siku ya saba ya juma, ambayo ni Jumamosi. Ukubali.
kwa sababu ni neno la Mungu, ni neno la Mungu. Kumbe waandishi wa habari, hata nyinyi mkiangalia mnaona kama kuna uzito mkubwa sana, lakini nasimama hapa kwa uwezo wa Mungu mwenyewe kuambia Watanzania wangu, ndugu zangu na jamaa zangu, hebu sasa tuelekeze mawazo yetu, kwa sababu adui asiyependa amani anazunguka huko na kule ili kukufanya wewe upoteze mwelekeo wako, uangalie mambo ambayo hayana faida kwako, hayana faida. Muda unafika, hujajiandaa, na mwisho wake unapotea milele. Mungu ametuandalia mambo mazuri. Yeye mwenyewe anahuzunika kuona mwanadamu anateseka. Nataka niwaambie, yaani kitu cha ajabu sana, Mungu anahuzunika na mateso yetu, na shida zetu, na uonevu ambao shetani anauleta katika ulimwengu huu. Anahuzunika pamoja na sisi. Na ndio maana hata kipindi cha Nuhu, Mungu anasema nahuzunika, najuta kwa nini nilimfanya mwanadamu, kwa sababu ya mambo ambayo yanatokea katika ulimwengu, anayoteseka. Ndio maana anasema nahuzunika. Sasa Mungu anahuzunika, ndio maana Mungu ameruhusu hii dunia ipite, na sisi wanadamu tuchague. Yaani mambo yote unayoona katika dunia hii yanakulenga wewe ufanye uchaguzi. Umfuate yeye na neno lake na amri zake, kwa sababu amri zake zimejaa upendo, zimejaa haki. Lakini adui yeye analeta vitu ambavyo vinakufanya wewe ukose amani moyoni mwako. Sasa Mungu wetu anakuhitaji sasa uokolewe na kurithi uzima wa milele. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Basi waandishi wa habari, naomba niishie hapo, lakini nitawaomba kwa mambo mengine na wakati mwingine, kwa sababu kuna vitu vya msingi katika Biblia watu hawavifahamu, ni kwa faida, ambao ni kwa ajili ya faida ya mwanadamu. Sasa wakati mwingine niwaombe sana tukutane katika mkutano huu, kwa sababu kupitia waandishi wa habari najua kabisa habari njema zitawafikia Watanzania wengi, na watu watabadilika na kumfuata Yesu. Yesu anakuja. Asanteni sana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba sasa nitumie nafasi hii kuweza kuwakaribisha waandishi wenzangu, kwa yeyote mwenye swali ili aweze kuuliza, na baada ya hapo tuweze kukamilisha zoezi ambalo limetuleta hapa ndani. Karibuni sana waandishi wa habari kwa maswali. Na shukuru sana mwandishi, umeuliza swali la msingi sana. Ni kweli mambo mengi yametimia. Labda nikurejeshe kwa ufupi. Kuna mfalme mmoja anaitwa Nebukadreza, aliota ndoto. Ukisoma katika kitabu cha Danieli sura ya 2, aliota ndoto habari ya sanamu kubwa. Naomba mfuatilie hiyo Danieli 2, sanamu kubwa. Na ile sanamu ilikuja kutafsiriwa na Danieli mtumishi wa Mungu, kwamba kutatokea tawala kuu
zitakazotawala dunia. Utawala wa kwanza uliotawala dunia ulikuwa ni utawala wa Babylon, ambao ulitawala kabla ya Yesu Kristo, miaka 605 kabla ya Yesu Kristo. Lakini ulikuja ukaangushwa utawala huo, ukaja utawala wa Umedi na Uajemi, Media Persia, na wenyewe ukatawala ukapita. Ukaja utawala wa Greek Empire, Uyunani, na wenyewe ukatawala ukapita. Yani this is the history, ni historia ambayo iko katika vitabu vya kisomi. Utawala huu ukaangushwa, ukaja utawala wa Roma Empire, ambao baadaye utawala huu wa Roma na wenyewe ukapita. Huu ndio utawala mpaka kipindi cha Yesu Kristo. Hata Yesu Kristo alihukumiwa chini ya utawala huu. Na utawala huu na wenyewe ulishambuliwa na Waarabu, ulishambuliwa na Wabandari, na wenyewe ukaishiwa nguvu. Mwaka 476 baada ya Yesu Kristo, ndipo utawala huu wa Roma ulikabidhi utawala wake katika kanisa la Rumi au kanisa la Roma. Kumbe Rumi, kanisa likawa na nguvu mbili, serikali na dini. Na wenyewe umetawala ukaja kuishiwa nguvu mwaka 1798, ambapo Napoleon alikwenda kumteka papa pale, na matokeo yake sasa baadaye, na nataka nikuambie sasa ndio hayo mambo yaliyotokea. Na baadaye Italy chini ya mfalme Mussolini mwaka 1929 akatambua utawala wa kikanisa wa papa, ndio akaurejesha tena mwaka 1929. Na pia Biblia inasema kwamba zitazuka tawala za Ulaya ambazo zilichipuka chini ya utawala wa Roma. Chini ya utawala wa Roma, ambazo ndio nchi za Ulaya ambazo tunaziona sasa. Biblia katika kisa hicho tunaambiwa kwamba jiwe ambaye Yesu Kristo atakuja kuponda ile sanamu, na jiwe lile litatawala dunia nzima. Sasa jiwe katika Biblia maana yake ni Yesu Kristo. Sasa hizi tawala zote kuanzia Babel mpaka nchi za Ulaya zote ambazo zimetabiriwa zimetimia. Tunachongoja sasa ni kuja kwa Yesu mara ya pili. Lakini bado Biblia imetabiri kutakuwepo na vita, njaa, magonjwa, uvumi wa kisiasa na mambo kadha wa kadha. Haya yote yametimia. Tumeyaona kihistoria, yametimia. Na tunaona kwamba kile kilichotabiriwa ambacho Biblia imesema kimetokea. Na leo hii tunaona injili kuhubiriwa ulimwengu mzima. Hakuna mtu ambaye ulimwengu unamhubiri kwa nguvu zote kama Yesu Kristo. Yesu Kristo anahubiriwa kwa ulimwengu mzima. Na saa hizi hata uvumbuzi huu wa mitandao ni mpango wa Mungu kwamba injili yake iende mbele, hata kama kuna mambo machafu ndani yake na nini, lakini kupitia huko injili iende. Alafu tunaona sasa huko China walikuwa ni wa communist, huko Urusi walikuwa wa communist, walikataa dini, lakini leo hii Ukristo umeenea sana huko, tena kwa nguvu kubwa sana. Sasa kinachobakia sasa ni kuja kwa Yesu mara ya pili. Ndicho kilichobakia. Na ukisoma vitabu vya Ufunuo wa Yohana, ndivyo vinavyoelekeza hatua zote za mwisho wa dunia hii. Kumbe mtengenezaji, naamini Mungu akubariki sana. Nafikiri umelielewa hilo. Shukrani. Hata leo tunaona vita, chuki, uonevu, kutokuthaminiana, kutokujaliana, vyote hivi vinatimiza unabii. Sasa. Shukrani. Naam, mwandishi mwingine mwenye swali?
mwandishi wa habari Katona, Mungu akubariki sana. Ni kweli si mwaka 2000, hata mwaka 1844 watu waliuza mali zao wakafikiri kwamba Yesu anakuja, lakini walipokuja kutafakari wakagundua kwamba kwa uweza wa Roho Mtakatifu wakagundua kwamba kuna mambo kadhaa ambayo hayajatimizwa, wakajipanga upya mwaka 1844, na kama unavyosema mwaka 2000 hivyo hivyo. Watu wakati mwingine wanakwenda kwa hisia pasipo kuangalia neno la Mungu linavyowaongoza. Unajua neno la Mungu linaongoza hatua kwa hatua. Kwa mfano nimekwambia, ukitaka kujua ratiba ya dunia hii, ukisoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana itakuonyesha ratiba ya dunia hii. Lakini pia ukisoma kitabu cha Danieli 7 au Danieli 2, Mungu aliwaonyesha wanadamu kupitia picha ya sanamu kwamba zitatokea tawala hizi. Lakini pia ukisoma kitabu cha Danieli 7, Mungu anamwonyesha Danieli kwamba wanyama watakaotokea, yani falme zitakazotokea ni hizi. Unajua hivi vitabu ni sawasawa na 2 ongeza 2, obvious inakupa 4. Ndivyo ilivyo. Kwa mfano hiki kitabu cha Daniel, na ndio maana niwatie moyo waandishi wa habari na watu wote duniani, hebu tuviangalie sana vitabu hivi. Hivi ndivyo vinavyotupa picha ya mwisho wa dunia. Sasa watu pasipo kujua exactly picha hii ilivyo, watu wanakwenda kwa hisia. Na ndio maana unaweza kuwatangazia watu kwamba mwisho wa dunia umefanya nini? Umekaribia. Mwisho wa dunia umefanya nini? Umekaribia. Lakini ukisoma vitabu hivi vinakueleza hatua kwa hatua. Unaona hiyo? Kwa mfano mimi nimekwambia katika kitabu cha Danieli 2, Mfalme Nebukadneza aliyeishi miaka 605 kabla ya Yesu Kristo, Mungu alimweleza kwamba yatatokea matukio haya makubwa, tawala kubwa zitakazotawala dunia. Na hizi tawala zitakazotawala dunia zitaathiri ulimwengu mzima. Kwa mfano Babeli imeathiri ulimwengu mzima kwa mambo yote waliotawala kipindi kile. Lakini ukija katika Umedi na Uajemi, na wenyewe waliathiri ulimwengu mzima. Ndio hata mambo ya Olimpiki yametoka katika Umedi na Uajemi. Alafu nakuja utawala wa Yunani, mambo ya elimu, falsafa, hawa wa Yunani kwa sababu walitawala dunia. Lakini inakuja utawala wa Roma. Utawala wa Roma tunauona jinsi ulivyofanya kazi, ulivyotunga sheria hizi, mambo ya mahakama, mambo ya mifumo ya kijeshi, hawa wa Roma. Unaona, unasoma katika kitabu cha Daniel. Alafu sasa anakupeleka hapo kwa sababu tawala zilitokea vipindi tofauti na miaka. Unaona hiyo? Sasa zinakuja tawala ambazo zilichipuka za Ulaya toka Roma. Biblia imetaja. Alafu hizi tawala zenyewe zimekuja zimefanya makoloni, lakini baadaye zimerudi. Na mwisho sasa tunaona sasa jiwe ambalo litaipiga sanamu. Anasema lile jiwe ni Yesu Kristo, ndiye atakayetawala dunia. Sasa mtu yeyote anayehubiri kuambia kwamba Yesu yu karibu kuja, lazima msingi wake uweze kuambatana na unabii ambao Mungu aliusema kupitia Daniel na kupitia Yohana. Ndio itakayo kuonyesha sasa kwamba kweli Yesu yu karibu kuja. Si kwenda kwa hisia. Kumbe nafikiri Mr. Katona umenipata hapo. Hivi ndivyo vinavyotuelekeza, ni hatua kwa hatua. Ni kama vile ninavyosema, wanasema kuna zile hesabu, wanasema hesabu za series and sequence. 2, 4 inayofuata ni ngapi?
ni 6. Inayofuata ni ngapi? Ni 8. Sasa ndivyo ilivyo, matukio yametokea sasa ambayo yanatuonyesha exactly kwamba kweli Yesu yu karibu kuja, ila hatujaambiwa mwaka, saa, dakika, hatujaambiwa. Asante sana.